Kocha wa Simba Fadlu Davis ametafuta njia yake mpya baada ya kuamua kukimbia kule Morocco, ambapo ameweza kutangazwa na Raja Athletic ya huko, na Fadlu ameshtua umma wa timu hiyo baada ya kubadili gia angani, ikiwa ni siku chache tangu atoke kuwatangazia zaidi ya mashabiki laki 60,000 kwamba msimu huu ni maalum kwa ajili ya mafanikio, baada ya kuwa hapo kwenye msimu uliopita wakijenga msingi wa kutengeneza timu imara. Na ukianza kuhesabu kuanzia Septemba 22, 2025, maana yake ni kwamba Fadlu amefikisha siku 444 ndani ya Simba kuanzia Julai 5, 2024 alipotangazwa kuwa kocha mpya wa timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na Fadlu kuondoka Simba, zipo alama tofauti ambazo kocha huyo anaziacha ndani ya Simba na hata nje ya klabu hiyo, ambazo zitabeba jina lake au wakati mwingine kubaki kama deni nyuma yake. Na muda ambao Fadlu amekaa ndani ya Simba, mambo yalionekana kutulia, kuanza kwenye benchi lake na hata kikosi cha timu hiyo. Aliingia utamaduni mkubwa na weledi wa idara ya ufundi. Ilikuwa rahisi kuona Fadlu anamfokea mchezaji uwanjani, lakini ilikuwa ni njia ya kutaka kuona mambo yanafanikiwa na sio chuki binafsi. Kisha baada ya mchezo, maisha ya amani na furaha yalikuwa yanaendelea. Hili lilikuwa tofauti na baadhi ya watangulizi wake ambao kulikuwa na kuibuka na migongano tu mbalimbali kati ya kocha na wachezaji wake, hatua ambayo iliondolea wachezaji kujiamini. Lakini tukumbuke msimu wa kwanza Fadlu aliongoza vema Simba ikiokosa ubingwa kwenye mchezo wake wa mwisho baada ya kufungwa na Yanga walioibuka mabingwa. Kama mchezo ule usingechezwa, alikuwa analibeba taji hilo la ubingwa. Kikubwa ni kwamba aliitengeneza Simba imara uwanjani, ilikuwa na njaa ya ushindi muda wote wa dakika 90 kiasi cha kuikimbiza Yanga vizuri. Lakini kuifikisha Simba fainali ya kombe la shirikisho Afrika ilikuwa ni jambo kubwa zaidi katika msimu wake huo wa kwanza katika timu hiyo. Kumbuka msimu huo Simba wakati wanampa Fadlu timu, lengo lilikuwa ni angalau ifike hatua ya nusu fainali, baada ya Wekundu hao kukwamia sana katika hatua ya robo fainali. Na Fadlu alivusha Simba hapo na akafanya zaidi kwa kuipeleka fainali kabisa, na ishu ngumu ikawa ile kwamba ubora ukaamua tena apoteze taji badala ya Yanga, na huko akakutana na RS Berkane ambayo ni wazi ilikuwa kubwa zaidi ya Wekundu hao. Na hii ilikuwa ni fainali ya kwanza ya Afrika kwa Simba katika mfumo wa sasa tangu ilipocheza fainali ya kombe la CAF, na hivyo kuipa heshima kubwa klabu hiyo, lakini pia kwake ikamjengea jina kubwa zaidi kwenye CV yake sokoni. Lakini Simba ilionekana kuanza kumkaa moyoni Fadlu, na pengine ndio maana kila alipokuwa akishinda mechi ngumu alikuwa anajikuta anashindwa kujizuia na kujikuta analia kama ambavyo alikuwa anafanya ilipofuzu nusu fainali na hata fainali ya CAF. Na hapa ndani kwenye zile mechi ngumu aliwahi pia kuonekana akigawa fedha mithili ya hatari kwelikweli kwa mashabiki ambao walikuwa wamezidiwa na furaha na kuamua kukimbia na gari lililokuwa napanda huwa kigusa nembo ya klabu hiyo. Lakini tukumbuke kuwa Fadlu pia, ukiacha kuipenda kazi yake, mwenyewe alikuwa anajikubali sana kutokana na kile ambacho alikuwa anaweza kukifanya uwanjani. Na tatizo kubwa hasa la Fadlu linaonekana ni kwa Singida pamoja na Yanga. Kukwama kwa Fadlu kuchukua mataji ya ndani, mchezo wa kwanza ni mtani wa Simba ambaye ni Yanga. Na Fadlu msimu uliopita kwenye ligi alipoteza mechi 2 tu, na zote ilikuwa dhidi ya Yanga, na kuna timu nyingine iliondoka na pointi 3 mbele ya Wekundu hao kwenye ligi. Lakini katika kombe la shirikisho FA mchawi akabadilika, badala ya Yanga ikawa Singida Black Stars ambayo iliondosha Simba kwenye hatua ya nusu fainali kwa kipigo cha mabao 3-1 na kuifanya timu hiyo kukosa taji la pili. Lakini tukumbuke kwamba Yanga ina kumbukumbu mbaya zaidi. Fadlu mpaka anaondoka Simba hakuwahi kupata ushindi dhidi ya Yanga, ambao kisiasa ni hatua mbaya baina ya timu hizi mbili, kwa sababu wameweza kuondoka bila kupata ushindi wa mtani. Kwa hiyo Yanga imekuwa ni timu ambayo ni mbaya sana kwake, na timu nyingi zimefungwa chini ya Fadlu, lakini hadi anaondoka Yanga iliweza kumsumbua na kupoteza mechi zote 4 walizokutana, akishindwa kuifunga angalau bao hata moja. Lakini ndio hivyo. Lakini msimu huu wakati Simba ipo kwenye dirisha la uhamisho, taarifa zinasema usajili ulikuwa unafanyika chini ya watu wachache, msimamizi mkuu akiwa ni yeye
akifanya kazi kwa karibu na aliyekuwa mwenyekiti wa bodi hiyo Mohamed Dewji, na hili halikupita kirahisi, hasa baada ya baadhi ya vigogo kuwekwa kando, hivyo kujikuta akikosa sapoti kutoka kwa baadhi ya vigogo ambao walikuwa wanamtegea kusubiri kuona atakwama wapi. Kusajili timu nzima bila vigogo kuingilia sio jambo jepesi katika soka la Bongo, na hivyo ikitajwa kama mwanzo wa kujinunulia tiketi mapema kuanza safari ya kuondoka katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ameamua kubeba virago na kuondoka katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini CV yake ikiwa imedondoshwa vibaya zaidi na mpinzani wake Yanga. Nikutakia wakati mwema. Jina langu ni Tobias Kisima. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uweze kupata taarifa zetu mbalimbali.